Israeli imekuwa chini ya utawala wa Wamidiani kwa miaka 7. Watu wanajificha mapangoni na mashimoni. Chakula kinachukuliwa, nyumba zinaharibiwa na matumaini yamepotea. Lakini Mungu yu tayari kutuma mkombozi, mtu ambaye hajui kuwa ni shujaa. Gideon mwana wa Yoashi anaficha nafaka chini ya shinikizo la divai. Hii ni kazi ya aibu kwa mwanamume mkuu. Lakini hapa ndipo Mungu anamkutana naye. Malaika wa Bwana anakaa chini ya mti wa mwaloni na kusema maneno ya kushangaza, Bwana yu pamoja nawe, ewe shujaa mwenye nguvu. Lakini Gideon haoni ushujaa wowote. Anaona tu hofu, udhaifu na familia ndogo. Je, Mungu anaweza kutumia mtu kama huyu? Ndivyo anavyofanya daima. Waamuzi 6:1-40 inatuonyesha jinsi Mungu anavyomwita mtu mwoga akawa mkombozi mkuu wa Israeli. Tusome pamoja Waamuzi 6:11-16. Malaika wa Bwana akaja akakaa chini ya mwaloni uliokuwa Ofra, ambao ulikuwa wa Yoashi Mwabiezeri. Gideon mwanawe alikuwa akipiga nafaka katika shinikizo la divai ili aifidhe kwa Wamidiani. Malaika wa Bwana akamtokea akamwambia, Bwana yu pamoja nawe, ewe shujaa mwenye nguvu. Gideon akamwambia, Bwana wangu, kama Bwana yu pamoja nasi, mbona mambo haya yote yametupata? Na yuko wapi maajabu yake yote ambayo baba zetu walituambia wakisema, je, Bwana hakutupandisha kutoka Misri? Lakini sasa Bwana ametuacha, ametutia mikononi mwa Wamidiani. Bwana akamwelekeza na kusema, nenda kwa nguvu hii ulionayo, nawe utawaokoa Israeli kutoka mikononi mwa Wamidiani. Je, sikukutuma mimi? Akamwambia, Bwana wangu, nitawaokoa Israeli vipi? Tazama, ukoo wangu ni mdogo kuliko wote katika Manase, nami ni mdogo kuliko wote katika nyumba ya baba yangu. Bwana akamwambia, hakika nitakuwa pamoja nawe, nawe utawapiga Wamidiani kama vile mtu mmoja. Kuna mambo muhimu tunayosahau katika hadithi hii. Kwanza, Gideon alikuwa akipiga nafaka katika shinikizo la divai, mahali padogo sana kufanya kazi kubwa. Hii ilikuwa ishara ya hofu na aibu. Wanaume wa kawaida walipiga nafaka uwandani wazi, lakini Gideon alijificha. Pili, malaika alimuita shujaa mwenye nguvu kabla ya Gideon kufanya chochote cha kishujaa. Mungu hatuoni kama tunavyojiona, anatuona kama atakavyotufanya. Tatu, Gideon alitaja ukabila wake, ukoo wangu ni mdogo kuliko wote. Katika utamaduni wa kizamani, ukabila ulimaanisha usalama na nguvu. Gideon alihisi hajastahili kwa sababu ya mazingira yake ya kijamii. 4, Gideon hakukubali haraka wito wa Mungu. Alitaka uthibitisho, ishara za ufuoni, mbuzi na sufa. Hii si ukatili, ni tahadhari ya kimantiki. Mungu hakukasirika, alimpa uthibitisho uliohitajika. Hadithi ya Gideon inaonyesha mabadiliko makuu ya kiroho. Mabadiliko ya kwanza ni kutoka kujitegemea hadi kutegemea Mungu. Israeli walijaribu kujikomboa kwa nguvu zao, lakini walishindwa. Mungu anahitaji sisi tumtegemee yeye pekee. Mabadiliko ya pili, kutoka hofu hadi imani ya vitendo. Gideon alianza kwa hofu kubwa, lakini kwa hatua ndogo, kuvunja sanamu za Baali, akaanza kuamini. Imani si hisia, ni vitendo vya kutii. Mabadiliko ya tatu, kutoka uongozi wa kidunia hadi uongozi wa kimungu. Watu walichagua viongozi kwa sababu za kibinafsi, ukuu, utajiri, nguvu za kijeshi. Mungu anachagua kwa sababu za rohoni, moyo ulio tayari, roho ya unyenyekevu. Mabadiliko ya 4, kutoka kujiona kuwa mdogo hadi kutambua ukuu wa Mungu ndani yako. Gideon alitoka katika kusema mimi ni mdogo hadi Mungu yu pamoja nami. Nguvu yako si katika uwezo wako, bali katika uongozi wa Mungu. Wanyamapori walichunguza kile kilichotokea kwenye mlima wa Ofra. Nimemwona Gideon akitoka kwenye shinikizo la divai akitetemeka kama jani. Lakini sasa anaongea na malaika wa Bwana. Kutoka anga nimeona mazuri zaidi. Mungu hachagui kwa macho ya binadamu. Gideon anajiona mdogo, lakini Mungu anamuona mkuu. Hii ndiyo njia ya Mungu daima. Anatumia wadogo kuwaaibisha wakuu, wadhaifu kuwashinda wenye nguvu. Lakini ni kushangaza. Watu wana zawadi za kipekee, wanaweza kuchagua kumtii Mungu au kumwasi. Sisi hatuna chaguo hilo. Ndiyo, na wakati wanapoamua kumtii, dunia nzima inafaidika. Lakini wanapomwasi, hata sisi tunateseka.
Naomba Gideon atamtii. Israeli inasonga katika giza, lakini nuru ya Mungu inaweza kuifufua tena. Hadithi ya Gideon inatufundisha mambo muhimu kuhusu wito wa Mungu katika maisha yetu. Kwanza, Mungu hatuiti kwa sababu ya uwezo wetu, bali kwa sababu ya mpango wake. Gideon hakuwa na uzoefu wa kijeshi, utajiri au msaada wa kikabila. Lakini alikuwa na kitu kimoja muhimu, moyo ulioweza kumtii Mungu. Pili, hofu si dhambi, lakini kukaa katika hofu bila kukabiliana nayo ndiyo tatizo. Gideon alianza kwa hofu, lakini alifanya hatua za kwanza za utii hata akiwa na wasiwasi. Tatu, Mungu anatoa uthibitisho tunaohitaji, lakini si daima kwa njia tunazotarajia. Ufuo wa Gideon, moto ulioteketeza sadaka na ishara za sufa, hivi vyote vilimhakikishia kuhusu uwepo wa Mungu. Nne, uongozi wa kweli hauanzi na kujiona mkuu, bali kumtambua Mungu mkuu ndani yako. Leo Mungu anaweza kukuita kutoka mahali unapojiona mdogo. Labda kazi yako inaonekana ya kawaida, familia yako si ya kifahari, au hali yako ya kifedha ni ya chini. Lakini Mungu anaona kile asichokiona. Anaweza kukutumia kwa jambo kubwa kuliko unavyoweza kufikiri. Tuombe. Baba wa anga, kama ulivyomwita Gideon kutoka kwenye hofu hadi ushujaa, tukuite nasi kutoka mahali tunapojifia. Tuonyeshe nguvu yako katika udhaifu wetu. Utupe ujasiri wa kutii hata wakati tunajisikia hatustahili. Kama Gideon, tufanye hatua za kwanza za utii na wewe utakamilisha kazi. Kwa jina la Yesu, amina. Jiandikishe kwa maudhui zaidi ya kusoma Biblia.